Lakini kuwa mkoa, nafurahi sana kwa ujio wako na viongozi wote waliofika hapa kuniona. Nafurahi sana, matatizo wameyaona, umodani mtuamki kila siku hivyo hivyo tu, kula kitandani, kukojoa kitandani mpaka awekewe nani cha kukojolea. Hata chooni hivyo hivyo, hawezi akatembea, yupo tu hivyo hivyo. Mkuu wa mkoa, nafurahi sana kwa ujio wako. Naomba Mungu akuzidishie mawazo yako ulio nayo baba. Amina. Leo tulikuja hapa Lioma kwa ajili ya ziara ya kitume. Ziara ya kitume maana yake unafanya mambo ambayo sana sana sio yale yanayotarajiwa kufanywa na serikali, yanafanywa na watumishi wa Mungu. Nimekuwa nikisema kwamba sisi sote ni watumishi wa Mungu, ila tunatofautiana. Mwingine ni mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu, mwingine mtumishi wa Mungu kwenye membari. Sisi ni watumishi wa Mungu tunaofanya huduma zetu za kichungaji ndani ya serikali. Kwa hiyo leo tulikuwa na ziara baada ya kuona wenzetu wa Azam wametueleza kwamba hapa Lioma iko familia ambayo ina changamoto nyingi, tukasema tuitembelee, tuione. Lakini pia tulisema haitakuwa vema kama tutaitembelea familia hiyo moja wakati hapa kijijini wako wagonjwa wengi. Kwa hiyo na fursa yenyewe ya kuja ni chache. Kwa hiyo tukasema serikali ya kijiji ikaniwekea utaratibu wa kwenda kuzitembelea familia nyingine ambazo zinafahamika hapa kijijini kwamba zina changamoto ya afya. Mambo mengi ambayo nimeyaona ni maradhi ya muda mrefu ambayo mengine yanatibika na mengine yanahitaji mazoezi, yanahitaji therapy. Kwa hiyo ninaamini kama tukiwasaidia wanaweza kurejea katika afya zao na kuendelea kuijenga nchi yetu. Kwa hiyo nimepokea changamoto hapa ninatoka, wanaambia wheelchair, nitawaletea wheelchair, na ni sahihi kabisa. Mgonjwa ambaye anaweza akatoka nje lakini hawezi kutoka nje, kama atapata wheelchair wanaweza kumweka nje, akapata jua la nje, akapata kuona pia dunia inavyokwenda nje badala ya kuwa amekaa kitandani. Lakini DMO yuko hapa, ninamwelekeza, wako wataalamu wa therapy ambao si kwa wagonjwa hawa tu. Ni vizuri kujua katika wilaya mzima maeneo gani na wagonjwa ambao wanahitaji tu physiotherapy. Tunaweza tukaweka utaratibu tukawa tunawatembelea hata once a month, tukawafanyia physical training, tukawafanyia therapy, tukawafundisha ndugu zao namna ya kuwafanyia therapy, kama kuna aina za mafuta ambazo kulainisha viungo vyao, kwa sababu tunapoweka ndani muda mrefu viungo vya wagonjwa ambao wamekaa ndani muda mrefu vinaweza kukakamaa na vikawafanya visiwe na nguvu tena. Kwa hiyo tuweke utaratibu huo wa kiutumishi. Narudia tena, mambo haya yanahitaji moyo wa upendo, uzalendo na kuwajali wengine. Kwa hiyo tusifanye kazi kwa sababu tunalipwa mishahara. Slogan yangu, tufanye kazi tukiamini kwamba kazi ndicho kipimo cha utu. Tunapoona wenzetu wana changamoto tuwakimbilie. Tunapopata taarifa pia tuzifikishe kwa wenye mamlaka. Inawezekana kijiji kisiwe na uwezo, lakini kijiji kinaweza kikatoa taarifa na taarifa hiyo ikawafikia viongozi na viongozi wakachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, ikapelekea watu hao kupata tija. Ndio uongozi ambao tunauhitaji. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza wasifiche taarifa za watu. Tunaweza pia kuwafikia watu, serikali ikawafikia watu na ikatoa huduma kwa watu hao na wakawa na mchango mkubwa kwa taifa letu.